Miongoni mwa neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala aliyotupa ni neema ya kuwa na nchi iliyokuwa na amani. Hii ni katika miongoni mwa neema kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukitaka kulijua kwamba hili ni neema kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, unaweza kuwatazama wale ambao walioondokewa na neema kama hii ya amani katika nchi mbalimbali. Watazame Sudani hivi sasa, maisha yao na hali yao waliokuwa nayo, na namna watu wanavyokufa kwa njaa, kwa machafuko. Tazama katika ardhi ya Gaza, maisha ya watu wa Gaza yalivyokuwa. Tazama katika nchi ya Kongo, tazama katika nchi ya Afrika ya Kati na baadhi ya nchi nyingi ambazo leo amani imetoweka. Kama ukienda kuwauliza wale ni kitu gani wanakitamani kwenye maisha yao kwa sasa, watakwambia ya kwamba neema wanayoitamani ni kitu kinaitwa amani. Kwa hiyo sisi wa Tanzania, Mwenyezi Mungu ametuneemesha kwa neema hii ya kuwa na nchi iliyokuwa na amani. Lakini sio nchi iliyokuwa na amani pekee, bali ni nchi iliyokuwa na kila kitu ndani yake. Waarabu Mwenyezi Mungu amewapa mafuta, lakini ardhi ya Waarabu uwezi ukaenda ukapanda mchicha ukamea katika ardhi ya Waarabu. Uwezi ukaenda Uarabuni ukaenda ukalima miogo ukapata miogo Uarabuni. Kuna baadhi ya neema Allah subhanahu wa ta'ala amewaondoshea, lakini Tanzania kuna kila kitu unachokijua wewe. Hii inaonyesha wazi kwamba tumeneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tukumbuke kushukuru katika neema hii tuliogewa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia tukumbuke ya kwamba thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im, tutakwenda kuulizwa kwa neema hii tuliogewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hatutoachwa bure ya jamaa.